As-subul hapa ni makundi ya bid'a, firaqul bid'a, makundi ya bid'a. Hii ndio subul lilokusudiwa. Wala tattabi'u subul, msifuate vijinjia, yani turuqal bid'a, yani firaq wal jama'at, makundi na mapote ambayo yamepotea. Miongoni mwa mapote hayo tunavyojua Shia, Khawarij, na Khawarij na matawi yao, kuna Ikhwanul Muslimun, kuna Daesh, kuna Boko Haram, wote ingia katika Khawarij. Masufia hawa kwa turuku zao zote, kuna Al-Qadiria, Naqshbandia, Shadhilia, yote hii ndio subuluzi. Qadiania, Ashaira, hao Ashaira sasa, Sufia wote Ashaira sasa, wote Ashaira. Mu'tazila, Jahmiya, Turudia وهكذا. إذن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. Kwa kufuata haya makundi yaliyopotea ndiko kufarikiana kunakotutoa katika kushikamana kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo utakuta waislamu wamegawanyika, huyu yuko kundi hili, huyu yuko kundi hili, huyu yuko kundi hili, huyu yuko pote hili. Sababu ni kuacha kufuata njia aliyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anna hadha sirati mustaqim, na hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Njia yenyewe ni ipi? Ni ile al-i'tisamu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Njia yenyewe ni kule kushikamana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa mtume na masahaba wake. Hii ndiyo njia. Tulipoiacha njia hii, au watu walipoacha njia hii, wakaanzisha vikundi vyao ambavyo vinafuata matamanio ya nafsi zao, hapo ndipo tulipofarikiana. Mtu atasema, sasa shekhe, kwani haya makundi si wao wanaswali na sisi tunaswali, wanasema la ilaha illa Allah, sisi tunasema la ilaha illa Allah? Sasa wamepotea wapi? Usidhani kupotea maana yake lazima ule mtu usifanane naye chochote. Usidhani huko ndio kupotea tu. Huko sio kupotea. Mtu anaweza kapotea kwa jambo moja tu, akilikhalifu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hususan katika akida. Akikhalifu moja katika akida kapotea. Na ndio maana Ibilisu laini, kuna mambo tunafikia, kuna jambo tunafikiana nao Ibilisi kuna jambo tunafikiana naye, nalijua. Lakini mbona si mwenzetu? Au ni Ibilisi mwenzetu? Ibilisi mwenzetu. Lakini kwa jambo tunafikiana naye, nalijua. Ibilisi amekiri kuwepo Allah. Qala rabbi anzurni ila yawmi yub'athun. Allah nipe muda, nicheleweshe mimi mpaka siku ya kufufuliwa, siku ya mwisho. Hapa amekiri kwamba Allah yupo. Alisa kadhalika amekiri kwamba Mola yupo. Iblis amekiri kuwepo Allah, lakini mulhiduna, watu wasiokuwa na dini wa magharibi leo hii, mulhiduna hawakiri kuwepo kitu kinachoitwa kwenye Kiswahili Mungu. Mungu hasema hakuna Mungu, wala hakuna kufa wala kufufuliwa, wala hakuna pepo wala moto. Kwa hiyo Ibilisi tumeshirikiana kwenye hiyo. Wakristo, Mayahudi tumeshirikiana kwenye kuwepo Allah. Wanaamini kwamba Mungu yupo, wanaamini kwamba kuna kufufuliwa, wanaamini kwamba kuna kufa na kufufuliwa na kuna pepo. Wanaamini Wakristo. Tumeshirikiana nao kwenye hili, kwenye kuamini. Je, ni wenzetu? Si wenzetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wamemkufuru Allah baada ya kusema waungu inna Allah thalithu thalatha, waungu ni watatu. Kabla ya kuangalia mengine, hilo peke yake linatosha kuingiza katika ukafiri. Wahakadha Waislamu, Ashia mtukana Abu Bakar na Umar, inatosha kuwa si wenzetu hata kama anasema la ilaha illa Allah. As-Sufia wanaabudu mashekhe na makaburi, wanaabudu mawali, wanaabudu makaburi, wanaabudu maiti, wanaabudu, wanawaomba maiti kwenye makaburi na kufanya ghulu. As-Sufia
inatosha kuwa hao sio wamepotea, yani katika bid'a sio wenzetu. Yakfi hadha, unataka nini? Hata kama unasema la ilaha illa Allah, hata kama unaswali msikitini la yafa. Makhawarij wanakufurisha Uislamu na kuwaua wasiokuwa na hatia, inatosha kuwa si wenzetu, na kuhalalisha damu za Waislamu na damu zisizokuwa na hatia katika wasiokuwa Waislamu, maahadina na wengine, inatosha kuwa si wenzetu. Hata kama wanasema la ilaha illa Allah, hata kama atakuwa na ndevu mpaka zinabuza mpaka chini, hata kama atakuwa na kanzu nisfu saka, maadamu anakufurisha Waislamu na kuhamasisha katika kutoka katika utawala na kufanya uasi, huyo si wenzetu. Bid'a hii pekee yake ukhawarij inamtosha kwa si wenzetu, hata kama atakuwa na ndevu zinavutika vipi. Kwa hiyo habari ya kusema kwamba ni wenzetu, kuna tofauti ipo. Ukizusha jambo katika dini, katika misingi ya dini na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, basi wewe unakuwa umekhalif, unakuwa umeleta tafarruq. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tuelewe hii aya. At-tafarruq ni kufanya maasi na bid'a na shirki, hiyo ndio tafarruq, na kujigawa katika makundi ya bid'a na kuingia katika makundi ya bid'a, hiyo ndio tafarruq. Al-i'tisam ni kufanya ya khairi, ni kumcha Allah, kufanya sunna na kuacha bid'a, kufanya tauhid na kuacha shirki, hiyo ndio al-i'tisam. Hiyo ndio al-i'tisam. Kinyume chake ni tafarruq. Na vyovyote itakavyofanya, ni mtakavyokuwa watu misikiti ungane, ifanye nini, Uislamu tuwe na nguvu. Misikiti Uislamu hawezi kuwa na nguvu katika maasi abadan. Wewe na nguvu kwa namshirikisha Allah, hawezi kuwa na nguvu. Nguvu si ya kukutana mili shekhe. Sasa kukutana mili hepsha kwa wengi, mmekutana sehemu moja, mnafanya kwani mnabeba vyuma? Mnafanya nini sasa? Kwa hiyo nguvu ya kubeba vyuma. Quwwatu imaniya namba moja ni alquwa alimaniya, nguvu ya kiimani ambayo itapelekea kupewa taufiki na baraka na Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yenu mtayafanya kwa nguvu. Mtakuwa na uwezo wa kujenga vitu vingi, mtakuwa na mali, mtakuwa na moyo wa kujitolea kwa wingi, mtasoma, mtapata ilmu. Hiyo ndio hizi inapokuja. Hizo zote itakuwa mpata nguvu, labda mko wengi hiyo na nguvu. Sasa tunafanya kwa mmekutana misikiti yote ya Kitangali hapa, mmeacha haya, mmeacha tofauti zenu haya, mmekutana hapo nje, tumekutana hatuna tofauti, kisha hafu mafani sasa, kisha tumekutana tuna nguvu ndio nini sasa? Ndio mtafanya nini sasa? Ndio nguvu hiyo? Kwani nguvu ya mili? Nguvu ya imani inapewa baraka na Allah, mnaweza kufanya vitu vingi, mnabarikiwa, mnapata mali nyingi ya halali, mnajitolea, mnajenga misikiti mizuri ya kisasa, mnaweka madrasa, mnasomesha watoto wanapata ilmu. Nguvu hiyo, sikiza nguvu, yani nguvu sidhani nguvu unapata ilmu. Dunia ya leo nguvu sio nguvu ya mili, nguvu ya ilmu, nguvu ya imani, nguvu ya haiba, kwamba ukimwangalia mtu mwenyewe anakuogopa. Hiyo ndio nguvu. Hujamfanya chochote lakini mwenyewe anakuheshimu. Haiba hiyo ndio. Na maswahaba walikuwa na haiba. Ukisikia Uislamu wanakuja wenyewe, na watu wa kufara ukisikia Uislamu wanakuja wenyewe wanaheshimu. Haiba hiyo ndio nguvu, na nguvu ya ilmu, na nguvu ya juhudi ya kutoa mali, kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio nguvu. Hasa hebu wana nguvu afanye ni nguvu ya mwili, hanyanyua ni vyuma. Tuone kama hiyo kunyanyua vyuma kwenu kutawasaidia nini.